ninawaambia wahusika, kama Mungu akiniruhusu nizungumze au kutahadharisha ama kuonya. Katika hili sijapewa wewe moja kwa moja, ningekupa wewe moja kwa moja, lakini habari kwa wote. Tulipokuwa tunaingia mwezi fulani, nilikuwa na taarifa za msiba mwingine. Nimepita mwezi mmoja, ila ni kama umekuwa mbali kidogo. Nafikiri niliwahi kuambia. Sasa tatizo ninyi huwa tu mnasahau na hamfanyii mambo vizuri. Kwa lazima ukae vizuri na Mungu na ukawe salama kwa jina la Yesu. Asiwepo wa kufupisha siku zako, hata kama iwe ni kwa tamaa za utajiri. Asiwepo wa kufupisha siku zako. Tuko kwenye kizazi cha ajabu sana hiki, lakini tangu zamani tu yalikuwepo hapo. Wakatoa wana wao na binti zao, inasema Biblia, kuwa dhabihu kwa shetani, kuwa dhabihu kwa shetani. Walitoa binti zao na wana wao kuwa dhabihu kwa shetani. Kuna watu wanaimarisha uganga wao kwenye koo zetu, lakini uimara wa ule uganga ni damu za watu. Kuna watu wanaimarisha uchawi kwenye koo zetu hizo hizo kupitia damu za watu ambao ni wa ukoo ule ule. Kuna watu wanaimarisha utajiri wao kwenye koo zetu kwa wafuga ng'ombe, kwa wachimba madini wasiokuwa na Mungu. Nasema kwako wachemshe kabisa. Yaani kwako watazunguka sana. Kwako watazunguka, hakuna hata mtoto, hata kama hayasali, hakuna hata mmoja wa kumgusa. Tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hakikisha uko vizuri. Ukikaa vibaya unaliwa. Mawazo, hakikisha unawaza vizuri. Ukijichanganya kidogo tu unalia mwenyewe, si tunaimba. Unalia, si tunaimba. Kumbe wewe unatuangalia tumewekwa sehemu. Jamani, amnione, hatukuoni. Mpaka tuonyeshwe. Na tuonyeshwe wewe ni wa nini. Tukafanya hata kazi kwa shetani kwa sababu ulikataa kutumikia Mungu. Wasiweze kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sisi hapa ni jamii ya kinabii. Ni familia ya watu ambao sio vipofu. Tunaye Mungu ambaye huzungumza. Asiponiambia mimi, akwambie wewe. Akinificha mimi, akwambie wewe. Amwambie yule, amwambie yule, amwambie yule, kwa ajili ya usalama wa mwili wa Kristo. Lakini mpaka uwe nabii